صلى الإله العظيم على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد, tunakaribisha wanafunzi wetu katika darasa hili au katika programu yetu hii ya al-ahkam shar'iyya, kusoma hukumu za kisheria katika Uislamu na kufahamu, hasa wanafunzi wetu ambao wameingia katika Uislamu hivi karibuni. Tunakaribisha ndugu zetu katika somo hili muhimu la kufahamu ahkam za kisheria, vipi Muislamu ataishi katika maisha yake ya kila siku. Somo letu la leo tunazungumzia, mada leo ni az-zaka. Tunazungumzia zaka. Hili ndio somo la leo ambalo katika kipindi hiki tutaangalia somo hili la zaka, tukianza na maana ya zaka, kisha malengo ya zaka, kisha tutaangalia mali ya inayotolewa zaka, na tutakamilisha na katika mali haya hukumu zake na masharti yake. Tukianza na az-zaka, maana ya zaka katika lugha ya Kiarabu na katika maana ya sheria. Lugha ya Kiarabu, zaka ina maana mbili. Kwanza ni az-zakatu, maana yake an-nama wa ziyada. An-nama wa ziyada maana yake ni kuzidisha. Yale mali ukitoa zaka, basi Mwenyezi Mungu anakubarikia, anakuzidishia. Maana ya pili ni at-tahara. At-tahara maana yake ni kusafisha. Kitoa zaka, basi kule kutoa zaka ni namsaidia yule Muislamu anatoa zaka kusafisha, hasatan anakuwa anasafisha nafsi yake, kusafisha nafsi yake na sifa mbaya, zile sifa za ubakhili, kupenda mali sana, kuwa mchoyo, hutaki kutoa. Kwa hivyo zaka imewekwa ikiwa ni moja katika kusafisha ile tabia za Muislamu, au na tabia mzuri, hasa yule aliyopewa zile pesa au yale mali na Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ana moyo mzuri, moyo wa kuwapendelea ndugu zake Waislamu wale maskini wasiojiweza. Kwa hiyo ndio maana ya zaka katika lugha, kisha katika sheria. Kwa hivyo lugha tumepata maana mbili. Ya kwanza ni aziada, kuzidisha, yale mali yanazidi. Kila ukitoa zaka, basi Mwenyezi Mungu anakubarikia, unapata mali ya ziada. Na maana ya pili katika lugha ni at-tahara, maana yake ni kisafisho, wa tazkia, kule kusafisha yale mali na yale mapenzi ya kupenda mali na kuwa bakhili na kupenda kuzuia mali, utaki kutoa. Basi ukitoa zaka, basi unasafisha zile tabia chafu zote au tabia mbaya. Muhimu zaidi ni kujua zaka katika maana ya kisheria. Nini zaka? Maana zaka katika sheria ya Kiislamu. Natuambia alulama, zaka katika sheria ya Kiislamu ni sema ni kiwango cha mali makhsus, maana kiwango cha mali kupewa watu makhsus
hii ndio zaka katika ufahamu wa sheria ya Kiislamu. Ni kiwango cha mali, manake ni mali ambayo yanajulikana, sheria imepanga, na mali haya yanapewa au yanapatiwa watu ambao kwamba pia mahsus, manake wanajulikana katika sheria. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea wazi katika Qur'an wale wanaofaa kupewa zaka hizi za mali. Kiwango cha mali, kiwango manake ni tuseme mali fulani inajulikana, ukifikisha pesa fulani watoa zaka. Hii ndio maana kiwango, ni kiwango cha mali ambacho maalumu kinatolewa kupewa watu maalum kwa wakati pia maalum. Kiwango cha mali ambao ni maalum manake kinajulikana, kiwango kinajulikana na kupewa watu mahsus ambao wanajulikana kwa wakati unaojulikana. Kwa hivyo utaona zaka hii ni ibada, ni ibada ambayo sheria imetupangia. Kuna mali yanatolewa, na mali haya yanatolewa yanakwenda kwa watu wanajulikana kisheria na wakati unajulikana. Sio kwamba kila mmoja anafanya na wataka, bali ina utaratibu wa kutoa zaka kama tunavyosoma katika maana ya kisheria. Tuko hapa hii maana ya sheria ya zaka, kwa sababu kifahamu maana ya sheria ya zaka ndio shafahamu zaka yote. Masomo yote utakosoma katika zaka tunasoma hii maana ya sheria. Kwa mfano tukisema mali ya zaka ni aina nyingi. Kwa mfano mali ya zaka kuna pesa, kuna dhahabu, tutasoma yote haya. Mali ya zaka kuna pesa, kuna dhahabu, kuna vile vile mifugo, kuna mimea au nafaka au mashamba. Kwa hivyo unaona somo utakalosoma lote ni katika haya mali gani hapo. Utakuja hapa mali ya zaka, inaweza kuwa ni pesa, inakuwa ni dhahabu na fedha, inakuwa ni mifugo, inakuwa ni mimea, inakuwa ni biashara unaofanya, yote katika mali. Nasema hapa biashara, mali ya biashara. Kwa sasa unaona kwamba ufahamu wa zaka katika Uislamu ni ufahamu mkubwa sana. Sio kwamba zaka ni kutoa pesa tu peke yake au ni katika pesa peke yake, bali ni kila kitu ambacho kwamba kina thamani. Mali manake ni kitu kina thamani, unaweza kuuza, unaweza kununua, ndio inaitwa mali. Kwa utaona mali ni pesa, mali ni dhahabu na fedha, mali ni mifugo, mali ni mazao na mimea, mali vitu vya biashara vyote ni mali. Ukiwa na nyumba ni mali, ukiwa na gari ni mali, ukiwa na viwanja vile, ploti zile, yote katika mali. Utaona zaka ufahamu wake katika sharia ni mpana zaidi, tofauti na ufahamu wa zaka katika lugha kidogo imebana tu, ni kitu ambacho kama kinazidi au ni kusafisha ile tabia yule anayetoa zaka. Ama katika sheria maana zaka ndio utapata kwamba ni upana wake ni mkubwa zaidi. Kiwango cha mali maalum kupewa watu maalum. Hawa watu utakuja kujua watu wanaopewa zaka ni kina nani. Watu wanaostahiki, wanaofaa kupewa zaka, wale maskini, mafakiri, wale ambao ni wasafiri, ambao kwamba kama tutakuja kusoma katika kujua ni watu gani, na wakati maalum ambao kwamba wa zaka
sio kwamba kila mwezi unatoa zaka, wakati maana kila mwaka mara moja. Kwa mwaka mzima unatoa zaka mara moja. Hatukuwekea kwamba kila siku tutoe zaka. Utaona kama vile kiangalia hizi ile serikali inavyochukua zile kodi, utaona ni kila ukinunua kitu unalipia kodi. Ukinunua sukari unalipa kodi, VAT. Ukinunua majani unalipa, ukinunua makaa, kila unachonunua unalipa. Lakini zaka ni kwa mwaka mara moja. Pesa zako zote kukusanya mwaka mzima zile, kisha unaangalia ikifika kile kiwango cha zaka unatoa ile rubu'ul ushri 2.5 ya mali yote. Kwa hiyo inaonekana ni jambo ambalo au ni ibada ambayo ni nyepesi sana. Hatukuwekea kwamba kila mwezi tutoe zaka, ingekuwa ni uzito sana. Lakini sheria Allah subhanahu wa ta'ala imetupatia nafasi kwamba fanya biashara zako mwaka mzima. Ukianza kazi pengine Januari mpaka Januari, wakati ukifika wa mwaka unatoa mara moja. Hii ndio maana ya zaka katika sheria. Lazima tufahamu vizuri zaka ni ibada muhimu katika ile misingi mitano ya Uislamu. Misingi mitano ya Uislamu, msingi wa kwanza ni zile shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Msingi wa pili ni iqamatu sala, ni kuswali. Msingi wa tatu ni az-zaka, kutoa zaka. Msingi wa nne ni saumu Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhan. Msingi wa tano ni hajju albayti, ni kuhiji nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuko katika ibada ya tatu katika ile misingi ya nguzo za Kiislamu ambayo ni az-zaka. Tukifahamu maana ya zaka na ufahamu wa zaka, basi kwa hakika tukisonga mbele tutakuwa hakuna shida. Kila tutakachosoma ni hapa, tunaenda na hizi tu peke yake. Na hii maana ya zaka katika sheria, maana yake katika sheria ndio tuna tafsiri, inakuwa inatafsiriwa ziada. Lakini mwanzo mwanafunzi atakana mwanzo afahamu maana ya zaka katika sheria. Ni mali yanajulikana, mali maana mali ni kila kitu kinauzwa, kinanunuliwa, ni mali. Na mali haya yakifika kiwango fulani yanatolewa zaka. Tutakuja kujua ni kiwango gani. Na mali haya na wakati ya kutolewa zaka, wakati wake maalum. Sio kwamba kila siku atoa zaka au kila mwezi. Na vile vile mali haya wanapewa watu wanaojulikana, watu ambao wanajulikana ambao wanapewa zaka. Kwa hivyo nafikiri tumefahamu vizuri maana ya zaka. Ili tusonge mbele, tuangalie yale malengo makubwa ya kutoa zaka. Malengo ya kutoa zaka. Jaiz, malengo kutoa zaka makubwa. Kwanza ni malengo wewe unatoa zaka na Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo ya pili ni nafsi yako. Malengo ya tatu ni jamii, ile jamii unaoishi. Tunajua malengo manake ni yale makusudio. Kwa nini tunatoa zaka? Kwa nini Muislamu akiwa ni tajiri, amefanya biashara, afanya kazi, kila mwaka atoe zaka mara moja? Kuna malengo makubwa. Yale malengo makubwa ili Muislamu akitoa zaka ajue haya malengo anatoa zaka. Kwa nini mimi natoa zaka? Kwa mfano kiswali, kwa nini mimi naswali swala 5 kila siku? Mara 5 naswali, naingia msikitini, kila ukisikia hayya ala salah, hayya ala falah, unakimbia mbio unakwenda kuswali msikitini. Kuna malengo makubwa. Na ibada hii ya zaka
ambayo ni nguzo ya tatu, misingi muhimu katika misingi ya Uislamu. Kuna malengo ya Allah, kuna malengo ya nafsi yako mwenyewe, ile faida na kurejelea mwenyewe. Kuna malengo pia ya jamii, wale ambao wanaishi na wao, Waislamu wenzako. Jaid, tukianza na lengo la Allah subhanahu wa ta'ala, lengo kubwa hapa ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema aliyokupatia. Hiyo neema ya mali hayo umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huna uwezo, wala si akili yako, wala si kisomo chako, wala si wakati wako, wala si nguvu zako. Ni Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia uwezo mkubwa. Tuko hapa katika malengo ya zaka, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Chukua mali kwa hao wenye mali, matajiri, ili wasafishe na iwazidishie mali yao. Kusafisha moja ni kule kwamba Muislamu anakuwa na ile mawasiliano na Allah subhanahu wa ta'ala, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kujua kwamba haya mali sio mali yangu. Almalu malullah, mali ni ya Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye amenipatia mimi. Kwa hivyo ili nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi nami lazima nitoe zaka. Na malengo makubwa, ukifanya ibada ya zaka, kwanza unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuambia la in shakartum la azidannakum. Allah kuambia ukinishukuru au mkinishukuru mimi, basi nitawazidishieni neema zangu. Moja katika ziada ni kule kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo tumesoma katika lugha huko, zaka ni kuzidisha. Sasa ukitoa zaka unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anakuzidishia. La in shakartum la azidannakum. Allah kwambia ukinishukuru kwa neema ya mali ambayo nimekupa, kakwambia toa zaka, ukatoa zaka, basi nitakuzidishia. Kwa hivyo hii ni lengo kubwa kabisa. Kila ibada, msema kifanya ibada, kwanza ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe ukiwa Allah amekupatia nafasi, kupata pesa, umekuwa umefikisha ile kiwango cha kutoa zaka, basi kwanza kumbuka kwamba mimi natoa zaka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye amenipa mali. Haya ni mali yake, pesa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi lazima niregeshe shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la pili ni nafsi yako, nafsi. Maana kusafisha nafsi na tabia chafu, kusafisha nafsi yako na tabia chafu, kusafisha ile nafsi. Kawaida nafsi ya mwanadamu ni maumbile yake, ni maumbile ya kupenda kuzuia sana, bakhili, choyo, hataki kutoa. Kwa hivyo zaka inasafisha nafsi na tabia chafu za ubahili au bakhili, kuwa bakhili, tabia ya kupenda mali, kuzuia, hutaki kutoa, hutaki kusaidia wengine wasiojiweza. Unaona mali yangu, haya ni mali yangu, sitaki tena kumpatia mtu mwingine. Kwa hapa kuna lengo kubwa kabisa kwamba Muislamu akishajua kwamba mali ni ya Mwenyezi Mungu, basi lazima usafishe nafsi yako na yale maradhi ya kupenda mali, maradhi ya ubakhili, maradhi ya uchoyo, kuzuia, hutaki kutoa. Dawa yake ni zaka. Hii ndio dawa
ya ubakhili, dawa ya kupenda mali sana, dawa ya kuzuia utaki kutoa. Ukitoa zaka basi unasafisha nafsi yako, na hapo tunarudi vile vile katika kusafisha. Katika lugha tumesema kusafisha, unaona sasa hapa pia unasafisha nafsi, unasafisha nafsi na zile tabia ambazo chafu, tabia za kupenda mali, tabia za ubakhili, tabia za kuzuia utaki kutoa. Kwa hivyo tunaona kwamba malengo ni makubwa. Malengo ya zaka sio kutoa tu zaka kwisha, bali kuna malengo makubwa na faida kubwa, kwa sababu haya malengo ndio faida katika maisha yetu. Ukisikia malengo maana yake ni faida. Kwa mfano, wewe kitaka kuanzisha biashara, huwezi kuanzisha biashara hivi tu, lazima uweke yale malengo, na yale malengo ndio faida yako. Mimi nataka kufungua duka la kuuza vitabu kwa mfano, kwa malengo yako nini? Malengo yangu kwanza nipate faida, kwa mwezi niuze pengine mauzo ya kama shilingi 50,000. Ndio malengo makubwa. Vile vile katika ibada ya zaka kuna malengo makubwa. Muislamu atoe zaka basi kwisha tu, anatoa zaka na huko anajua kuna faida kubwa. Faida yake kwanza ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Faida yake na nafsi yake, kusafisha nafsi na tabia mbaya, tabia chafu za ubakhili, tabia za kuzuia utaki kutoa. Lengo la tatu kubwa ni kusaidia jamii, kusaidia wasiojiweza katika jamii. Lengo lingine kubwa hili la kutoa zaka, wasaidia wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewanyima akakupatia wewe. Allah amekupatia wewe mali kufanya tajiri, lakini kuna wengine Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amewanyima, hakuwapa. Wale mafakiri, maskini katika jamii, wasiojiweza. Kwa lengo hili lazima pia uliweke katika ufahamu wako kwamba mimi natoa zaka ili nichangie katika jamii yangu. Jamii changie ile jamii yako, ishi jamii ambayo kwamba watakuwa wanapata nafasi na wao kuishi maisha mazuri. Vile vile katika kusaidia jamii ni kuzidisha mapenzi, kuzidisha mapenzi baina ya Waislamu. Sababu kila tajiri akitoa, akiregesha kwa jamii, basi jamii ile inaishi jamii ambayo inakuwa inapendana, jamii inasaidiana, jamii wanahurumiana katika maisha. Ndio pale utaona kwamba malengo haya makubwa mara nyingi yanakosekana katika jamii yetu. Pale matajiri wakizuia pesa, hawataki kutoa zaka, ndio utaona katika jamii sasa mahasidi wengi. Mahasidi wanahusudu, maana wanaona wao hawana kitu. Ona mwingine amejaza majumba makubwa, magari. Sasa lazima pale ndani kutapatikana husda, wale maskini watahusudu wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapatia na hawatoi. Vile vile inapatikana katika jamii majambazi, waizi, wakora, na kwa sababu maskini hana njia nyingine, atafuata shetani. Shetani atampeleka katika ujambazi, katika ukora, katika kuchukua haki za watu, kuiba. Lakini matajiri wakijua kwamba malengo makubwa ya zaka ni kusaidia jamii na kuzidisha mapenzi, basi kutakuwa Waislamu wanaishi katika jamii ambao amani, jamii ya usalama na jamii ya upendo.
ule undugu wa Kiislamu unapatikana. Aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni mandugu. Na undugu hapa sio ndugu wa maneno tu, au ndugu yangu Muislamu, au ndugu yangu nakupenda Muislamu, bali undugu ile undugu wa kisawasawa ni paka tufikie malengo ya kutoa zaka. Zaka zile zikitolewa, wale maskini wakipata lile fungu lao, ile sehemu yao ya maskini, basi ndio watakuwa na mapenzi, ule upendo baina Waislamu, kule kusaidiana, kushirikiana Waislamu wote, kwa sababu wale ambao waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala wanatoa, kama alivyosema Mtume sallam, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zaka hizi zinachukuliwa kwa matajiri na zinaregeshwa kwa wale maskini, wale wasiojiweza katika jamii. Kwa hivyo lengo la jamii ni muhimu sana, na hii ni moja katika zaka, ni moja katika yale mali ambayo kwamba yanakuza uchumi katika jamii, ile uchumi. Ukiangalia, ukisoma historia ya Uislamu utapata wakati wa Mtume wa sallam, Waislamu walikuwa, au serikali ya Kiislamu, ile serikali ya Mtume wa sallam alikuwa akitegemea zaka. Zaka ilikuwa ikileta mali mengi sana, kama ni dhahabu zinakuja, kama ni pesa zinakuja, kama ni mazao ya mashambani, kama ni wanyama, mifugo. Na serikali ilikuwa na nguvu zaidi kukusanya hizi zaka na kuregeshea wale jamii katika kule kuwapatia zile service, wasaidia maisha yao, chakula chao, nyumba ya kukaa, masomo yao, yote yanatoka katika sehemu hii kubwa kabisa. Sisi leo taona Waislamu wengi matajiri, lakini hawatoi zaka. Lakini lao watatoa zaka sawa sawa, katika jamii yetu moja, sema kama tuko na matajiri 10 tu, kila tajiri anatoa zaka milioni 5, hizo milioni 50. Milioni 50 hizo takuwa ni pesa za kutosha wale maskini walioko mtaani, wale mafakiri, kuweza kusaidiwa na wao mwaka mzima, wasipate shida mwaka mzima. Bajeti yao ya chakula, bajeti yao ya kulipa renti ya nyumba, bajeti yao ya watoto wao kusoma, fees wa skuli, madrasa. Huu ni mfumo ambao kwamba nidhamu kamili ya maisha ya Uislamu katika zaka, nidhamu kubwa sana. Na leo kuna Waislamu wengine zaka zao ni zaidi ya milioni 5, wengine milioni 10, kwa sababu anamiliki mabilioni ya pesa, lakini hawatoi zaka. Kwa hivyo malengo makubwa haya yatakana tusisahau. Ukijua malengo ya zaka, ndio pale utafanya bidii kutoa, utatoa haraka haraka, kwa sababu unajua kwanza unatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, unasafisha nafsi yako, ili nafsi yako iwe mbali na zile tabia mbovu, tabia chafu za ubakhili, kuzuia, kutaka wewe peke yako tu, anania, mimi peke yangu. Tatu, jamii yako, wale waliokuzunguka pale, wanafanya kazi na wewe, wanaishi na wewe, wanakuja wewe una pesa, wanasubiri kwako pia wapate ile sehemu aliyowapangia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haya ni malengo muhimu Islamu kusoma na kufahamu kabla ya kutoa zaka. Kwanza ujue yale mambo makubwa ambayo kwamba ile faida kubwa ya kutoa zaka. Hii ni faida, ile faida tunayopata katika zaka. Mbali na faida, malipo yako siku ya kiyama, utaingia katika pepo Allah subhanahu wa ta'ala, utaingia katika janna. Zaka itakusaidia katika maisha yako ya hapa na maisha yako ya kesho akhira. Lakini haya ndio malengo ambayo tuko nao leo, na ukisoma kitabu hapa, utapatiwa kitabu, ukisoma utapata malengo mengi yameelezewa katika kitabu. Lakini haya ndio misingi ya malengo ya kutoa zaka, ile misingi ya jaid.
Tukija katika nukta nyingine ni mali ya zaka. Tujue mali ya zaka ni mali gani? Mali yanatolewa zaka ni mali gani? Kuna mali sampuli 4 ya kutoa zaka. Kwanza, mali ya zaka ni dhahabu na fedha. Ndio mali ya zaka, dhahabu na fedha. Dhahabu tunajua ile kina mama wanatumia kwa ajili ya mapambo, au dhahabu ya kuuzwa, hii ndio inaitwa dhahabu. Fedha vile vile ni ile silver. Dhahabu ni gold, fedha ni ile silver ambayo inatumika mara nyingi. Ukiwa unamiliki dhahabu au fedha lazima utoe zaka. Unafanya biashara kuuza dhahabu, biashara kuuza fedha, lazima utoe zaka. Mali ya sampuli ya pili ni mali ya biashara. Mali ya biashara ndio sampuli ya pili, mali ya zaka, inatolewa zaka. Na mali ya biashara ni mali mengi sana. Biashara, kwa mfano duka unauza, ile duka yote ni mali ya biashara. Una showroom ya magari, unauza magari, mali ya biashara. Una nyumba zako unakodisha, unakusanya rent, ni mali ya biashara. Una matatu zako zinafanya kazi barabarani, tuktuk zinafanya kazi, pikipiki, hizi inaitwa mali ya biashara. Kwa mali ya biashara hapa imekusanya mali mengi sana. Sifahamu mali ya biashara ni yale ya biashara kuuza duka peke yake, sio kuuza duka peke yake. Kila biashara unayofanya inaingia katika mali ya biashara, kila biashara. Hata mama yule anauza viazi nyumbani, anauza vile viazi vya karai, viazi, sambusa, bajia. Ikiwa atafanya biashara apate faida kwa mwaka mzima, ile faida yake au zile pesa atakazopata zifikie ile kiwango cha kutoa zakata, toa zaka. Ni mali ya biashara. Mali ya tatu ni mimea. Tuseme ni mimea. Mimea manake ni matunda na nafaka. Mimea yale ya shamba ni matunda na nafaka. Ukiwa na shamba lako la matunda, shamba la nafaka, vyakula kama mahindi, shamba la mahindi, shamba la maharage, shamba la mchele, yote yanaingia katika nafaka ile. Kwa hivyo unatoa zaka. Utajua kutoa zaka, unatoa kiasi gani, utakuja kujua. Ya mwisho katika mali ya zaka ni mifugo. Wale wanyama ambao tunawalea, hao ndio wanaitwa mifugo. Na mifugo katika sheria ya zaka ya Uislamu ni sampuli 4 ya mifugo. Ni ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Aina 4 ya mifugo au inaitwa mifugo, wale wanyama ambao tunawalea. Ikiwa unamiliki moja katika sampuli hizi za mifugo,
ngamia au ng'ombe au kondoo au mbuzi, basi lazima utoe zakatul mal, zakatul almashia, zaka za wale wanyama. Lazima utoe zaka za wanyama. Tutasoma pia kutoa kiasi gani, pia tumeelezea katika somo letu hili la leo, ambalo ni muhimu kujua yale mali yanatolewa zaka. Haya yote yanaitwa mali, yote haya ni mali, yote ni mali ya zaka, ni mali ambayo yanatolewa zaka. Jaid, tuanze na dhahabu, ambao ndio imeanza hapa. Dhahabu na fedha ambazo zinatolewa zaka za biashara, taban sio dhahabu ya mama kujipamba. Dhahabu ya mama na fedha haitolewi zaka. Kama mama nyumbani na dhahabu yake ya kupamba siku ya harusi, au anajipamba kwa ajili ya mumewe, haina zaka. Zaka ni zile za biashara. Kuna maduka yanauza dhahabu, kuna maduka wanasafirisha fedha. Kwa hivyo inatolewa zaka. Kiwango ni kiwango chake cha kutoa zaka. Manake kiwango ni ile kiasi. Ni dhahabu ikifika 85 grams, dhahabu ikifika grama 85, kama una dhahabu grama yake 85, hapo ndio inaanza kutoa zaka, ndio zaka inaanza kutolewa. Katika 85 grams ya dhahabu, ima unauza dukani kwako, au unauza pengine kubadilishana, au unakodisha watu, kwa sababu kuna mama wengine wana dhahabu majumbani, wanakodisha siku ya harusi, wanakodisha watu. Dhahabu hiyo lazima itolewe zaka. Sio dhahabu kwamba ni yake mwenyewe tu ya kujipamba, bali anakodisha watu. Kwa hiyo ikifika grama 85, basi unatolea, lazima utoe zaka. Na zaka hapo utoi ile dhahabu, unatoa pesa yake. Lazima tufahamu ile pesa ya dhahabu, sio kwamba utatoa dhahabu kate utoe 2.5 ya 85 grams, unatoa ile nini, ile pesa yake. Kwa mfano tukisema 85 grams, grama moja ya dhahabu, kwa mfano ukisema tu mfano ni 10,000. Ikiwa dhahabu moja, gramu moja ya dhahabu ni 10,000, kwa hivyo itakuwa pesa yake ni 850,000. Sasa ndio kiwango cha kutoa zaka. Naona pesa ni nyingi, sio pesa kidogo. 850,000 na karibia milioni. Sasa hapa ndio utatoa 2.5. Katika hii unatoa 2.5. Pesa nyingi, lakini kutoa kitu kidogo tu. Na ukipiga hesabu hapo utaona sio pesa nyingi ya 2.5. Mfano 800,000, 800,000, kila laki unatoa 2,500. Kila laki 2,500. Kwa ukipiga hesabu utaona ni pesa kidogo tu, haifiki hata 100,000, hata 50,000 haifiki. Kwa hiyo hii ndio inaitwa an-nisab. Lugha ya Kiarabu inaitwa an-nisab. Nisab ni ile kiwango ambacho kinaanza kutoa zaka, kiwango cha mali. Mali yakifika kwa mfano 850,000, basi atakana utoe zaka. Huu ni mfano tu, lakini inategemea dhahabu, mara inakuwa juu, mara inakuwa chini. Kwa hivyo hii ni zaka za dhahabu. Na fedha pia nayo ina kiwango chake, ni chini kushinda dhahabu. Dhahabu iko juu sana. Na vile vile katika mali ya biashara, mali ya biashara pia unaangalia
ile unachukua hisabu ya dhahabu. Mali ya biashara hisabu yake ni ya dhahabu. Kwa mfano na mali yako ya biashara dukani, ushamaliza mwaka mzima ukahesabu ikafika 850,000, lazima utoe zaka. Imefika milioni, lazima utoe zaka. Imezidi, kile kizidi, manake hapo ndio inaanza mwanzo kutoa zaka, inaanza na 850,000. Huu ni mfano tu. Lakini lazima kwanza tutakutoa zaka tuangalie sokoni. Je, soko la dhahabu liko shilingi ngapi? Dhahabu grama moja ni shilingi ngapi? Kisha tupige na 85 grams, ndio tutapata ile kiwango cha kutoa zile fedha au pesa ya kutolewa. Kwa hivyo ukiwa na mali ya biashara, una duka lako la biashara, uza vitu vyakula, kimaliza mwaka mzima utahesabu vile vyakula viko ndani ya duka na ile saving yako umesave katika benki, kisha ukatoa yale matumizi yote, chakula chako cha mwaka mzima, mahitaji yako, kitakachobakia ikifika 850,000 lazima utoe zaka. Na zaka yenyewe inakuwa ni 2.5. Natoa kidogo sana, sio nyingi. Kwa hivyo kwa ufupi, na tutasoma katika kitabu, dhahabu na fedha na mali ya biashara, kiwango chake inaangaliwa ile dhahabu, ile bei ya dhahabu na ile grama ya dhahabu 85. Kile hapa natakana tufahamu vizuri, kwa sababu mara nyingi watu wanajiuliza maswala kama je, zaka inaanza na ngapi? Ni shilingi ngapi? Kwa hivyo zaka inaanza na gharama 85. So hakuna pesa, kwa sababu pesa zinabadilika, lakini dhahabu inajulikana 85. Dhahabu pesa yake ni kadhaa, kwa hivyo ni grama 85. Sawa, ni mali ya biashara, ni duka, unauza vitu, unauza nguo, unauza magari, unauza nyumba, unakodisha nyumba, una gari zako ziko barabarani zinafanya kazi, transporters wale, matatu, tuktuk. Ukifikisha pesa yako ile ya mwaka mzima, kwa mfano 880,000, basi utatoa zaka 2.5. Jaiz. Mimea na matunda ya pili, hizi inaitwa mali ya biashara au bidhaa ya biashara. Haya ni mazao, wengine nasema mazao, badala ya mimea nasema mazao. Mazao ni yale nafaka, chakula katika shamba. Basi natakana utoe zaka kila kilichoandaliwa kwa ajili ya biashara. Kwa mfano na shamba lako la mahindi, unauza, unalima, kisha mwisho wa mwaka au kila miezi 6 unapata ile mahindi unauza, basi atakana utoe kile kiwango ambacho umewekewa na sheria, kama ilivyokuja katika Qur'an, wa atu haqqahu yawma hasadi, yenye Uislamu, natoeni zaka katika mimea na vyakula siku ambapo kwamba mtavuna. Kuvuna ile siku ambapo sasa mahindi yakuwa tayari, tunakusanya kwenda kupeleka sokoni kwenda kuuza, hapo ndio takana utoe ile zaka ya chakula hiki. Zaidi hapa tunaelezewa masharti. Masharti ya mazao, kuna masharti yake. Muhimu na masharti yameandikwa katika kitabu, tasoma masharti haya. Kwanza ni vyakula hivi au mazao yafike kiwango, kile kiwango cha kutoa zaka.
kama tuliosema huko kwamba mali na dhahabu ifike kiwango, mali ya biashara au zile fedha, pesa ifike kiwango, na sharti yake kubwa, tuseme sharti hapa, kiwango ni 600 kilograms, kiwango cha kutoa mimea. Ile mimea ifike kilo 600. Kifikisha kilo 600, sasa hapo ndio utatoa ile al-ushru katika ile sehemu ya hiyo 600, kama ilivyokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kiwango cha mazao kinaanza na kilograms 600, manake ni kama magunia 6, yale magunia makubwa yale kilo 100. Ukipata mahindi au ukivuna mahindi kilo 600, basi hapo ndio unaambiwa utoe ile zaka ya chakula au zaka ya kipimo cha 600 kilograms, ndio hapo unatoa. Na kutolewa ni wakati wa mavuno, ndio wakati wake wa kutoa hiyo. Waatu haqqahu yawma hasadihi, mazao na mimea ina wakati ule wa kuvuna, sio ngojea mwaka mzima kama dhahabu na pesa. Dhahabu na pesa unangojea mwaka mzima na mali ya biashara, lakini mimea na mazao ni pale kisha vuna, shamba umevuna na imefikisha grama 600 kilograms, basi yatakana utoe zile zakatul fitri ya chakula ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Huo ndio muda wake wa kutoa zakatul alhububi wathimar, zaka za matunda na mimea. Kwa mfano, una shamba lako, shamba hili unalima mahindi, na mahindi kila miezi 6 unavuna. Kila miezi 6 unapata mahindi, unapeleka sokoni, unauza na unapata zaidi ya kilo 600. Kwa hivyo kila miezi 6 utatoa zaka. Kivuna unatoa zaka miezi 6. Ukianza tena kulima miezi 6 kisha tena utatoa zaka. Bimaana kwa mwaka utatoa zaka mara 2 katika mimea. Kwa mwaka utatoa zaka mara 2, kwa sababu zaka za mimea masharti yake ni pale unapovuna, unapopata yale mimea, ndiyo unaambiwa sasa toa zaka. Unatoa zile zaka ambao kwamba ni katika ile rubu al-ushri ya ile mimea ambao kwamba umepata. Kwa hivyo sharti ya kwanza ni lazima ifike kiwango grama 600, kilograms 600, kama magunia 6 kilo 100 au magunia 12 ya kilo 50. Ukifikisha ile mazao yako, kama ni maharage, kama ni mahindi, kama ni mchele, kifika kilo hizi 600, basi lazima uanze kutoa zaka. Ikiwa umelima mchele au umevuna mchele lakini haikufika kilo 600, basi pengine umepata kilo 500. Kilo 500 hakuna zaka, hujafikisha kile kiwango cha kutoa zaka. Tukienda mbele, mifugo ya mwisho ni mifugo
Na mifugo tumesema ni aina 4 ya mifugo: ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Pia sheria imepanga masharti yake. Sharti ya kwanza, iwe ni mifugo ambayo kwamba imefika kile kiwango cha kutolewa zaka. Hapa tumewekewa table ya kuonyesha kwamba zaka, kwa mfano ngamia, zaka za ngamia. Ngamia zaka zake zinaanza ngamia watano. Ikiwa kuna ngamia watano, basi unatoa mbuzi moja. Ikiwa na ngamia watano, kuanzia ngamia watano mpaka ngamia 9, hapo unatoa mbuzi mmoja. Ukienda mbele unatoa ngamia, ukianzia 10 na kuendelea 36, kuna ngamia unamtoa wa mwaka mmoja. Na tukisoma hii timetable ya kutoa zaka za ngamia, basi utaona ule utaratibu. Utaratibu ni muhimu, mwanafunzi apate kitabu hiki kwa PDF, usome utaratibu wa kutoa zaka za ngamia. Jait. Zaka za pili ni ng'ombe. Ng'ombe naye kutoa zaka za ng'ombe zinaanza na ng'ombe 30. Kiwango cha kutoa zaka jait, mpaka kufikia 39, mpaka ng'ombe 30 mpaka 39 unamtoa ng'ombe mmoja ambaye ni wanasema ni ijli, ng'ombe dume. Unamtoa ng'ombe dume mmoja aliyetimiza mwaka mmoja kamili. Ikiwa unamiliki ngamia ng'ombe 30 mpaka 39, unatoa ng'ombe mmoja ambaye ni amefikisha mwaka mmoja. Kipata ziada pia utengeza ng'ombe wawili. Ukienda mbele ukifika 60, ng'ombe wawili. Ukifika 90 mpaka 100. Pia tumeelezewa katika timetable hii, ni muhimu mwanafunzi aipitie, aisome vizuri. Ni timetable ya kuonyesha utaratibu wa zaka za wanyama. Zaka za wanyama kidogo ina maelezo marefu sana, itakana tuwe na wakati wa kusoma vizuri. Tofauti na zaka za pesa. Zaka za pesa na mali ya biashara na mimea haina mambo marefu sana, lakini zaka za mifugo, kwa sababu kuna mifugo aina tofauti, na kila sampuli ya mifugo ina kiwango cha zaka ambayo kwamba inatolewa. Mbuzi, tukija katika mbuzi, ni 1, 2, 3. Mbuzi inaanza na mbuzi 40 mpaka 120, ndio kiwango cha zaka. Hapo tatoa mbuzi mmoja. Mbuzi mmoja wa kike, ngazi ya mbuzi 40 mpaka 120, mbuzi mmoja tu. Sheria haijakwambia kwamba kila mbuzi 10 utoe mmoja. Kubane, maana yake kubane, ngembe utoa kila mbuzi 10 mbuzi mmoja, basi utatoa mbuzi 4, na hao ni wengi. Lakini sheria imekuwekea kuanzia 40 mpaka 120, mbuzi mmoja kwa kiasi. Hapo ni jambo lepesi sana, kuna uzito wote. Ukitoa mbuzi mmoja hapa utabakiwa na 129 mbuzi, bado unamiliki, ni wako. Lakini utaona pia mwanadamu vile anapenda mali, anapenda sana mali yake, hataki kutoa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhibbuna almala hubban jamma,
wanapenda mali, mapenzi ya ziada kabisa, kupenda mali kushinda kupenda vitu vingine. Ndio utaona hata mbuzi mmoja hawezi kutoa. Bwana, mimi sina kitu. Pengine mtu anamiliki mbuzi 1000, hata mbuzi mmoja hawezi kutoa ile zaka, ili amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, asafishe nafsi yake na zile tabia chafu za ubakhili na kuzuia na kupenda mali, asaidie jamii yake, utamwona hataki. Yaani mbuzi na kondoo hesabu yao inakuwa inaingiana na kuwa pamoja wote. Mbuzi na kondoo ni sawa wote. Mbuzi na kondoo wanachanganywa pamoja na unatoa kwa hesabu moja. Mwisho wa somo letu ni watu wanaopewa zaka, yale makundi yanafaa kupewa zaka. Ni muhimu kujua kabla tujamaliza somo letu ili ukitoka hapa darasani basi uwe umepata ile faida kubwa ya kutoa zaka inshallah. Katika vitabu tunaambiwa makundi wanaopewa zaka. Nasema ni makundi 8. Makundi ya 8 imekuja katika Qur'an. Ukisoma surati Tauba basi utapata makundi ya 8 yametajwa kwa urefu sana. Asnafu az-zaka, yale makundi yanayofaa kupewa zaka. Kuna kwanza, innamas sadaqatu lilfuqara'i mafukara maskini. إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليه, mafukara na maskini na wanaofanya kazi ya zaka. Wanaofanya au wanakusanya zaka, ili ujue haraka wale wanakusanya zaka. Wale ambao wanatuma kwenda kukusanya zaka pia na wao wanapewa fungu katika zile zaka. Na mtu ambaye kwamba anadaiwa madeni, hii ni 3. Ya 4, anaodaiwa. Zaidi ya 5, yule Muislamu mpya au yule atakaye kusilimu pia, muallafati alqulub, ambaye ataka kuingia katika Uislamu pia na anafaa kupewa zaka kama nao ilivyokuja katika aya. Wale wa 6 wanaopigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na hapa wanaingia wote, wale walimu wanasomesha, duat, wote wanaingia katika fungu hili la wale ambao wanafaa kupewa zaka. Na mwingine ni yule wa fi riqab. Riqab ni yule mtumwa ambaye ataka kujikomboa. Mtu alikuwa ni mtumwa, sasa yule bwana wake mwambia, bwana, ukileta 1000 au 2000 utakuwa umejikomboa.
Kwa hiyo pia anafaa kupewa zaka, yule mtumwa ambaye anataka kujikomboa. Ya mwisho ni fi sabilillah, wale ambao kwamba ni wasafiri ambao safari zao zimeharibika, basi hawa pia wanafaa kupewa zaka. Kwa hivyo ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haya ndio makundi ambayo yanafaa kupewa zaka. Makundi manane. Makundi ya manane yametajwa katika Qur'an, sura Tauba. Ukirudi kusoma ile aya ambayo imetaja watu hao ndio wanafaa kupewa zaka. Sasa ukiwa ni tajiri, umekusanya pesa zako zaka, kwanza anza kuwatafuta hao watu. Angalia fukara kina nani katika jamii. Na fukara ni yule ambaye kwamba hana chochote. Ukisikia fukara ni mtu ambaye hana chochote, hajui atakula nini leo, hajui, ni fukara. Maskini yule ambaye anapata pengine kwa siku mara moja, lakini hajui pengine kuna renti ya nyumba atakalipe, hana kulipa kodi ya nyumba, ana watoto wake atakusomesha, hana pesa, maskini. Kwa hivyo hao ni watu muhimu kwanza katika jamii, utafutwa, hasa wale matajiri ambao Allah amewapatia nafasi ya kutoa zaka. Lazima watafute katika jamii, utembee nyumba baada ya nyumba nyingine. Leo utaona baadhi ya Waislamu wakitoa zaka, hawatoi zaka ya kisheria. Utaona mtu anafungua duka lake, anasimamisha watu katika foleni, anawapatia 200, anasimamisha toa zaka. Na wale katika foleni hawajui nani, wengine ni Waislamu, wengine si Waislamu. Na mtoto amevaa kofia basi onekana kama Muislamu, mwingine amevaa buibui mwanamke anaona kwamba ni Muislamu, lakini wengi katika wanasimama pale si Waislamu. Na hiyo sio utaratibu wa kutoa zaka. Utaratibu wa kutoa zaka ni huyu tajiri huyu awatafuti hawa watu, atembee mitaani, na kama hawezi ya kutembea basi akodishe watu, awalipe pesa wamfanyie kazi, ili hakikishe kwamba ile ibada ya zaka, hii ni ibada ya zaka ameifanya kama vile alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ametoa zaka kama alivyotufundisha mtume wetu Muhammad sallam aliposema, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara. Zaka zinachukuliwa kwa matajiri wanapeleka kwa wale maskini wasiojiweza. Kwa hiyo haya ndio makundi manane ambao kwamba wanafaa kupewa zaka. Ukiwa ni tajiri, una pesa zako, maliza mwaka ukifika, basi watafuti hao. Na ulama wanasema kutoa zaka ni kufuata utaratibu wa Qur'an ulivyopanga. Ule utaratibu wafuata, utafuti hao kwanza, usianze huku chini kabla hujaangalia hao wa juu. Kwanza anza na juu, ukiwakosa ndio unasonga mbele. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفة قلوبهم الغارمين. Ufuate utaratibu wa Qur'an aliyotupangia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo somo letu la leo tukimalizia, tumesoma zaka, ibada ya zaka, tumejua maana ya zaka katika lugha na sheria, kisha tukasoma malengo ya zaka, kisha tukaangalia mali ya zaka ni mali gani, kisha mwisho tukamalizia na watu wanaofaa kupewa zaka. Watu wanaofaa kupewa zaka ndio tumemalizia yale makundi wanaopewa zaka. Fikiri kwa leo inatosha. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusomeshe, atuelimishe, na ndugu zetu Waislamu wapi wafanye bidii kusoma, kwa sababu hii ndio kusoma na hii ndio fursa kubwa. Ndugu yangu uliosilimu, ukiwa unamjua rafiki yako, ndugu yako amesilimu pia, muelezee kwamba tuko na masomo katika mtandao Africa Academy, ili tupate Waislamu wengi ambao wameingia katika Uislamu, wasome Uislamu na wafahamu sheria
za Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ni kusoma. Uislamu sio kusema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah basi kwisha. Ni kusoma na kufahamu na kufanya. Kusoma sala, kuswali swala kama alivyosomesha, alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoa zaka kama alivyofundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufunga kama alivyofunga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio faida kubwa ya kusilimu. Lakini mtu akisilimu kisha akae hataki kusoma, hataki kujua, basi hakuna tofauti. Umetoka kanisani na msikitini pia hupo. Kule kanisani ulikuwa husomi, Jumapili tu unakwenda unarudi. Na umeingia katika Uislamu pia husomi, huswali, hufungi. Hata ukiswali hujui unaswali vipi. Kwa hivyo ni muhimu kwa kukumbusha ndugu zetu, wanafunzi wetu wapendwa, tufanyeni bidii kusoma. Hii ni fursa kubwa. Unasoma bure bila malipo, na ukijua wale ndugu zako, marafiki zako, familia yako ambao wameingia katika Uislamu na hawajasoma, hata kama ushasoma pia waambie kwamba kuna masomo mazuri ya Muislamu, kozi ambayo kwamba ya kufundisha ahkamu sharia, hukumu za kisheria, ili Muislamu kufahamu dini yake na kuishi maisha ya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قم وابتهل ويمم إلى الله، قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان، فثابر وحصل بجهد تصل، فثابر وحصل بجهد تصل.